wapigeni wale ambao hawakuamini, hawataki kuamini, kumwamini Mungu na siku ya mwisho, wala hawaharamisha alichokiharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawafuati dini ya sawa katika waliopewa kitabu wa Kristo na Wanasara na Mayahudi, hatta yu'tul jizyata an yadin, mpaka watowe jizya kwa nguvu. Na ndio tafsiri ya maulama, wa hum saghirun, nao wawe ni wanyonge sana. Iangalie tafsiri ya Ibn Kathir kutafsiri aya hili katika surati Tauba, wa hum saghirun. Kabla hajaleta tafsiri hiyo ameleta hadithi hii, la yajuzu izazu ahli dhimma, hairuhusiwi kuwapa cheo makafiri waliokubali kuishi katika nchi ya Kiislamu, wanaitwa makafiri dhimmiyin, wala raf'uhum, wala kuwatukuza ala almuslimin, kuliko waislamu kama wanavyofanya waislamu sasa hivi. Hairuhusiwi kuwatukuza makafiri waliokubali kuishi katika nchi ya Kiislamu na wakalipa kodi. Wacha yule ambaye upiga vita Uislamu, kina Raila na kina Kibaki, wale waliokubali kuishi katika nchi ya Kiislamu na wakubali kutoa kodi, hairuhusiwi kuwatukuza zaidi ya waislamu. Bal hum adhillau, wao ni madhalili, lazima waislamu wakubali. Kama jaa fi sahihi Muslim, kama hadithi ilivyokuja katika sahihi Muslim kutoka kwa Abu Huraira asema, la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, msiwaanzishie mayahudi na wanasara kuamkua. Muislamu haruhusiwi kuanza yeye kuamkua wanasara na mayahudi. Wa idha laqitum ahadahum fi at-tariqi, ikiwa mmekutana na mmoja wao katika njia, wewe una gari yako naye na gari yake, faltarruhum ila alyaqihi, peleke kwenye pavement, mgandamize umpeleke kwenye pavement. Hiyo ndiyo kauli ya mtume na ni hadithi sahihi katika sahihi Muslim, imepokewa na Abu Huraira. Ikiwa pia ni kwa miguu, bane faltarruhu ila alyaqihi, mbane kwenye njia ya dhiki, usimwache aingie katika njia sawa au awe naye ni kama mtu. La. Abdurrahman ibn Ghunm al-Ash'ari asema, katabtu li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hina salaha nasara min ahli Sham, mimi ndio niliandika mkataba wakati Saidina Umar alipofanya sulhu na manasara wa Sham, wa Kristo wa Sham waliokubali kukaa katika nchi ya Kiislamu lakini hawataki kusilimu. Mkataba uliandikwa bismillahir rahmanir rahim, hadha kitabu li Abdullah Umar amiril mu'minin min nasara madinati kadha wa kadha. Huu ni mkataba ulioandikiwa Umar kutoka kwa wanasara wa mji kadha wa kadha wa kadha. Innakum lamma qadamtum alaina, hakika nyinyi mlipokuja kwetu. Wanasara wamwambia Saidina Umar, hakika nyinyi mlipokuja kwetu, sa'alnakumul amani li anfusina, mlipokuwa mshatutawala tuliwaomba mtupe amani ya nafsi zetu, wa dhararina, na watoto wetu, wa amwalina, na mali zetu, wa ahli millatina, na watu wenye dini yetu, wa sharatna lakum ala anfusina, na tukakubali masharti juu ya nafsi zetu. Masharti waliokubali ni yapi? Waliopewa, alla nuhditha fi madinatina wala fi ma hawlaha diran wala kanisatan wala tilayatan wala sum'atan wala sum'ata rahili, tusianzishe tena nyumba yoyote ya ibada ya Kikristo, hata kama ni kijumba cha rahib, tusianzishe tena. Wala nujaddida ma kharaba minha, wala tusifanyie repair kanisa ambalo nataka kuvunjika. Wala nuhi minha ma kana khatatan lilmuslimina wa alla namna'aka, wala nuhi minha ma kana khatatan lilmuslimina, wala tusisaidie chochote kitakachokuwa kimepangiwa waislamu. Wa alla namna'aka naisana an yanzila ahadun minal muslimina fi laylin wala nahari, wala tusizuie kanisa letu ikiwa muislamu amelihitaji kulitumia mchana wala usiku. Wa anwasi'a abwaaba lil marra wa ibn sabil, na tufungue milango ya kanisa kwa wapita njia na wasafiri.
wa an nanzila man ra'ayna min almuslimin, na tuwapokee katika makanisa yetu katika waislamu 3 ayami, siku 3, nut'imuhum wala nut'imuhum, tukiwa katika siku 3 hizo tuwapa chakula, wala nuwi fi kanaisina wala manazilina jasusan, katika makanisa yetu na katika majumba yetu tusimpe makao jasusi yoyote, wala naktumu ghashan lilmuslimina, wala tusifiche siri yoyote ya kuwadhuru waislamu, wala nuallima auladana alqur'ana, tusiwafundishe watoto wetu Qur'an, wala nudhhira shirkan, wala tusidhihirishe ushirikina, wala nadua ilayhi ahadan, wala tusimlingania yote kuingia katika dini yetu ya ushirikina, wala namna ahadan min dhawi qarabatina ad-dukhulu fil islam, tusumzuie yoyote katika jamaa zetu akitaka kuingia katika Uislamu, wa an nuwaqqira almuslimin, na tuwatukuze waislamu, wa an naquma lahum min majalisina, isikizeni hii vizuri, wa an naquma lahum min majalisina in aradu aljulusa, tuwasimamie katika vikao vyetu ikiwa waislamu wamekuja kutaka kukaa. Wakristo wamekaa mahali na makafiri, waislamu wakaja hapo kutaka kukaa, ni juu ya wakristo wote wainuke, waislamu ndio wakae. Hairuhusiwi kwa mkristo akae muislamu ansimama, na lau watakosa kufanya hivyo ni shingo watakatwa. Leo Raila akiingia atumsimamii imekuwa kinyume. Waislamu kuacha miondoko yao ya Qur'an imebadilika sasa, waislamu ndio wasimamia makafiri, na katika sharti za kukubaliwa kukaa katika daula ya Kiislamu makafiri ni lazima watukuze waislamu, na wakiwa wamekaa na waislamu wamekuja wasimama, waondoke wao, waislamu ndio wakae, waislamu ndio aizza. Haya watu hawayaelewi. Wala nashtabiha bihim fi shay'in, haturuhusiwi kufanana na waislamu kwa kitu chochote. Mimma labisihim, haturuhusiwi kuvaa mavazi kama ya waislamu. Fi qalansuatin, kuvaa makofia, wala amamatin, wala kilemba, wala na alaini, hata viatu hawaruhusiwi kuvaa viatu kama wanavyovaa waislamu, hawaruhusiwi kuvaa kilemba kama wanavyovaa waislamu, hawaruhusiwi kuvaa kofia kama wanavyovaa waislamu, waonyeshwe dhul. Wala farqa sha'rin, wala hawaruhusiwi kutoa njia. Waislamu radhiallahu alayhim, masahaba walikuwa wakifuga nyele kubwa, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakitoa njia katikati yao. Ndivyo walipokuwa wakifanya masahaba radhiallahu alayhim. Kwa hivyo hiyo ni ya waislamu, makafiri hawaruhusiwi kufanya hivyo, na wakifanya hivyo hawako kwenye dhima, wafaa kuuawa. Kufarikanisha nyele tu. Wala natakallamu bikalamihim, kuzungumza kama waislamu pia hawafai. Wala naktani bikunahum, hawafai kuitwa kunia za waislamu, Abu Muhammad, Abu Ali, na yule aitwa kama muislamu, pia hawaruhusiwi kutumia kunia za waislamu. Wala natakallada suyuf, hawaruhusiwi kutoa panga. Wala natakhidha shay'an min as-silah, hawaruhusiwi kubeba silaha. Wala nanqusha khawatimana bil arabiyya, pete zao hawafai kuzitia nakshi kwa herufi za Kiarabu, pia hawaruhusiwi. Wala nabii al-khumur, hawaruhusiwi kuuza mapombe. Wa anulzima zina haithu ma kunna, na tuvae mapambo yetu popote tutakapoenda. Hawaruhusiwi kabisa kufanana hata na waislamu. Hii ni mkataba, na wakikhalifu moja katika haya, basi kichwa chao ni halal, maisha yao yamepotea. Makristo wa Sham, ndivyo yafaa waislamu waishi na makafiri namna hiyo. Hakuna ruhusa kwa muislamu kumtukuza kafiri, na huyu si kafirun harbi, ni kafirun dhimmi, kafiri aliyekubali kulipa kodi na akawa chini ya waislamu.
Hata hawa makafiri mnaoona nyinyi, hawa ni makufar harbiyin, ni makafiri wanaopiga vita Uislamu. Lakini tutaifikiaje hali kama hiyo? Tutaifikiaje hali kama hiyo? Tutaifikia wakati Waislamu watarudia kitabu chao, warudie miondoko ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na mtume wao sallallahu alaihi wasallam hakulala hata siku moja, alikuwa ameshikilia upanga katika mkono wake akisema sallallahu alaihi wasallam, ja'ala Allahu rizqi tahta dhilli rumhi, Mungu amejalia riziki yangu chini ya kivuli cha mkuki wangu. Riziki ya mtume iko chini ya kivuli cha mkuki wake. Riziki ya Muislamu leo ni kumtafiti Muislamu akampelekea kafiri maneno, jasusi. Muislamu aje msikitini kumjasusi Muislamu ili apeleke maneno, ndio riziki yake hiyo. Na mtume riziki yake ni kwenye mkuki wake kupambana na makafiri. Tutafaulu vipi sisi? Ndugu zangu Waislamu, huu ndio Uislamu wa kweli, si wazimu wa Abudroko. Ni kweli mtoka jela, na ni kweli wamenidunga masindano, akili kidogo ikafyetuka. Lakini hii Ibn Kathir alikuwa na akili yake akiandika. Hakwenda jela Ibn Kathir akadungwa sindano. Huu ni mkataba wa Saidna Umar radhiyallahu anhu, awaandikia Wakristo wa Sham. Hawaruhusiwi Wakristo wa Sham kukaa Muislamu asimame, hairuhusiwi. Izza kwa Waislamu, Muislamu asimama, Mkristo amekaa, hairuhusiwi. Hawaruhusiwi kuvaa makofia ya Kiislamu. Leo tuwavalisha makanzu, kisha wengine wavalisha mamalusi buibui. Subhanallah. Mpeleka kizingitini huko akamvalisha buibui, ati mama wa Wagunya. Subhanallah. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, mavazi ya Muislamu hapewi kafiri dhimmi. Wacha kafirun harbi, kafirun dhimmi hapewi mavazi ya Muislamu. Wacha, madamu umesema la ilaha illa Allah, wewe Muislamu, ukishasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, thamani yako huwa ni kubwa sana, huwa ni thamani kubwa sana. Ndio Saidna Umar radhiyallahu anhu asema, wallahi Muislamu mmoja akauawa, wallahi Muislamu mmoja akauawa, mtaua makafiri 1000 kwa sababu ya Muislamu mmoja. Auawe mmoja tu, mtamsawazisha na makafiri 1000. Muislamu umesema la ilaha illa Allah,